wanajiita baba na mama wa mpira wa miguu, na tafsiri yake moja kwa moja ni zile nyota tano ambazo wako nazo kwa kulichukua ili kombe kuanzia 58, 62, 70 mpaka walivyochukua 94 kwenye ardhi hii, na baadaye wakaenda kulichukua kule Japan na Korea, michuano ambayo ilikuwa ni kwa mara ya kwanza ina joint kwa nchi mbili. Kwa hiyo baada ya kupotea kwa muda hapa katikati, tunakumbuka mengi yaliyotokea. Msimu uliofanyikia Qatar walikuwepo, lakini hawakuwa na performance nzuri. Safari hii walianza kwa kuboresha timu kwanza kwenye coaching. Tuliona makocha wengi wakienda wakiwa na timu ya taifa ya Brazil kwenye michuano mbalimbali, lakini levels ya Don Carlo tumekuja kuiona sasa hivi. Carlo Ancelotti baada ya kupewa kikosi, lakini wachezaji wao kuwapo kwenye mataifa yale ambayo ni namba moja kwa mpira wa virabu duniani. Tunaona ukienda EPL wachezaji wapo wa Brazil ambao wanafanya vizuri. Ukienda Hispania kwenye Bundesliga kuna wachezaji wa Brazil ambao wanafanya vizuri. Bingwa mara mbili wa kombe la mabingwa Ulaya, Paris Saint-Germain, nahodha wake ndio nahodha wa Brazil. Kwa hiyo unaona kwamba kuna kizazi kimekuja kujaribu kutaka kutetea kile, na wao wanasema kama walilichukua hapa 94 wanaona nafasi pia ya kujaribu kufanya hivyo tena.